Shalom. Sasa leo nitakutajia vitu vikubwa vitano ambavyo vitu hivyo haupaswi kumwambia mtu yoyote. Hata huyo mtu awe ni wa karibu kiasi gani kwenye maisha yako, hautakiwi kumwambia vitu hivi vitano ambavyo nitakwambia siku ya leo. Mimi binafsi nijifunza kwa maumivu makubwa sana, kwa sababu kuna vitu niliwaambia watu na baada ya kuambia watu hao walitumia hivyo vitu against mimi. Walitumia hivyo vitu dhidi yangu mimi, wakaribu maisha yangu, wakaribu uchumi wangu, wakaribu hata mahusiano yangu. Kwa hiyo wewe siku ya leo nitakwambia ni vitu gani vitano ambapo hautakiwi kumwambia mtu yoyote yule. Na nitakwambia ni kwa nini hautakiwi kumwambia mtu yoyote yule, kwa sababu ukimwambia mtu vitu hivi vitano anaweza kuvitumia kufunga maisha yako, kufunga kazi yako, kufunga uchumi wako, hata kufunga ndoa yako. Kwa sababu wengi ambao siku ya leo tumefungwa mahali hapa ni kwa sababu tuliwaambia watu vitu hivi vitano ambavyo nakwenda kutajia siku ya leo. Kumbe hukutakiwa kuambia vitu hivi. Na kama mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu nitakwambia kama umwambia mtu yote vitu hivi ni jambo gani unalotakiwa kulifanya ili kuweza kuondokana na haya madhara ambayo yanatokana na kumwambia mtu vitu ambavyo hukutakiwa kumwambia. Sasa napokwenda kuambia vitu hivi vitano, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ambacho nakuletea mafundisho mapya ya kiroho huo unakuwa wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. Sasa jambo la kwanza ambalo unatakiwa kumwambia mtu yote ni mipango yako au maono yako ambayo bado hayajatimia. Unajua ni kwa nini mipango yako mingi haitimii? Unajua ni kwa nini maono yako mengi hayatimii? Ni kwa sababu unawaambia watu vitu vyako. Yaani kwa mfano kama mwaka huu unaweza kuwa umepanga labda wewe ununue kiwanja. Unamshirikisha mtu katika hali ya uzuri, unamshirikisha mtu katika hali nzuri, huenda unamshirikisha mtu ili aweze kukushauri, au unamshirikisha mtu katika hali nzuri kabisa kama bwana, mimi kuna mipango naenda kufanya. Huenda unamshirikisha ndugu yako au unamshirikisha kakako au dadako, lakini kumbe yule kakako anachukulia kile kitu kama ushindani. Anachukulia kile kitu ni kama unamtambishia. Mtu huyu anakuwa na uwezo wa kwenda kufunga katikati ya ulimwengu wa kiroho kwa sababu anakuwa ameshajua mipango yako tayari. Anaweza kaenda kwa mganga wa kienyeji, anaweza kumwambia mganga wa kienyeji kwamba mfunge mtu huyu ana maono 1 2 3 4 5. Sababu nataka nikwambie kitu. Hakuna mwanadamu ambaye anapenda kuona mwanadamu mwenzake anafanikiwa. Hilo ndio jambo ambalo unatakiwa kujua siku zote kwenye maisha yako. Hata kama awe ndugu yako kivipi. Na ndio maana unaona hata katika Biblia hata Yusufu alisalitiwa na ndugu zake wa tumbo moja kabisa. Na ndio maana pia hata maandiko yanathibitisha kwamba adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake mwenyewe. Au muda mwingine mtu sio lazima aende kwa mganga kuweza kuzuia mipango yako. Mwingine mtu huyu anaweza tu akajisikia vibaya ndani yake, anaweza tu akawa hajapenda. Unajua mtu akiwa hajapenda tu kile kitu ambacho anataka kwenda kukifanya ambacho bado hujaanza kukifanya, kile kitu kinaweza kisifanyike automatically. Ndio maana hata kuna wengine unaweza kumshirikisha mtu mipango yako ambayo unakwenda kuifanya, lakini baada ya kumshirikisha yule mtu unajikuta ndani yako unakosa amani. Unashangaa hii amani mbona imepotea ghafla baada ya kumshirikisha huyo mtu. Ujue huyo mtu uliyemshirikisha sio sahihi, na yule mtu anaweza kutumia hicho kitu ambacho umeshirikisha kuweza kufanya vitu vibaya kwenye maisha yako. Sasa jambo la pili ambalo utakiwa kumwambia mtu yote ni ndoto unazoziota. Jambo hili huwa nasema hapa kila siku, huwa naimba hapa kila siku, lakini bado watu hawaelewi. Naomba unisikilize kwa makini sana. Ndoto zako zinaonyesha Mungu amekuita kuja kuwa nani. Ndoto zako zinaonyesha kwamba Mungu amekuja kuweka wewe kuja kufanya kitu gani kwenye maisha yako hapa duniani. Kwa mtu anapojua hatima ya mtu, ana uwezo mkubwa sana wa kuiba nyota yako, ana uwezo mkubwa sana wa kupindisha hatima yako kupitia ndoto zako zile unazoziota. Na ndio maana hata maandiko yanatuambia kwamba basi ndugu zake na Yusufu wakazidi kumchukia Yusufu kwa sababu ya zile ndoto alizoziota. Kuna muda unaweza kainua chuki na watu kutokana na ndoto ambazo unaziota. Kuna muda watu wanaweza kawa hakupendi kutokana na zile ndoto unazoziota. Wewe unaweza kawa sio wa kiroho sana kuzidi mtu unayemwambia hizo ndoto. Huyo mtu unaweza kujikuta yeye ni wa kiroho sana upande mwingine wa kishetani, upande mwingine wa kipepo. Unapokuja kumwambia ndoto zako, anakuwa anaona kumbe kupitia ndoto hizi mtu huyu atakuja kututawala. Mtu huyu atakuja kutushinda kwenye vitu fulani fulani. Na watu mko hapa muelewe kwamba nyota zenu ni kubwa sana. Nyota zenu ni nyota za uongozi, nyota zenu ni nyota za umaarufu, nyota zenu ni nyota za utajiri, nyota zenu ni nyota za pesa. Kwa mka asubuhi naambia bwana, leo nimeota naongea na msanii fulani mkubwa. Nimeota naongea na kiongozi fulani mkubwa. Wewe haujui yule mtu, unapoenda kumwambia hicho kitu, yeye huyo mtu anakichukuliaje? Huyu mtu anaona nini ndani yako baada ya kumwambia hivyo kitu? Na kuna watu wengine wana mapepo. Kuna watu wengine wana majini. Unapomwambia kitu, kuzimu inakuwa inasikia. Kuzimu ikisikia mipango yako, kuzimu ikisikia ndoto zako, inakuwa inajua kwamba huyu mtu Mungu atakuja kumtumia sehemu fulani. Labda wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo wanachokifanya, wanaanza kuwekea vita nyingi kwenye maisha yako. Unajikuta kwamba vita kila siku zinaibuka. Mambo yanakuwa ni mengi kwenye maisha yako. Unashangaa hivi vita vimetokea wapi? Mbona mimi sina kitu lakini napigwa vita? Ni kwa sababu uliwaambia watu ndoto zako. Kwa hiyo jambo la tatu ambalo utakiwa kumwambia mtu yote ule ni vita ya kiroho au ya kimwili ambayo unapitia katika kipindi fulani cha maisha yako. Kuna mtu unaweza kumshirikisha vita yako ukajua kwamba anaweza kukuombea ama anaweza kukushauri, lakini mtu huyo akatumia vita yako hiyo kwa ajili ya kukuumiza wewe mwenyewe. Hujawahi kuona kuna mtu ulienda kumwomba ushauri kuhusiana na jambo fulani unalopitia, lakini baada ya kwenda kumwomba ushauri mtu huyo, jambo hilo unajikuta baada ya siku 2 siku 3 lipo kwa watu wote. Baada ya siku 3 siku 4 kila mtu analijua jambo hilo. Yaani ulimfuata mtu huyo ukijua kwamba huyu mtu anaweza kanishauri vizuri. Huyu mtu anaweza kaniombea kuhusiana na jambo hili. Anaweza kaniombea kuhusiana na vitu hivi ninayopitia. Lakini unashangaa mbona baada ya siku 3 siku 4 jambo hili sijamwambia mtu yote ule. Mbona jambo hili liko kwa kila mtu? Pengine vita hiyo unayopitia inasababishwa na huyo ambaye unamwambia. Kwani mara ngapi jamani ambao tulikuwa tunapitia vitu vibaya na baada ya kuambia marafiki zetu, baada ya muda tukaja kugundua kwamba wale marafiki zetu ndio hawa wanaotufanyia hivyo vitu.
ukakuta huyo mtu ndo anayetoka na mke wako, huyo mtu ndo anayetembea na mume wako, huyo shoga yako ambaye alikuwa anamsimulia kwamba mume wako anakusumbua, ndo huyo kesho na kesho kutwa unakuja kugundua kwamba ndo anayetoka na mume wako. Kwa kuna mtu mwingine unapomwambia vita vyako anakuwa kama anakuchora, kwa sababu huenda vita hivyo anavisababisha yeye mwenyewe. Sasa ninapokwenda kuambia kitu cha 4 ambacho utakiwa kumwambia mtu yote yule, kama bado haujasubscribe channel yetu na unabarikiwa, unaweza ukasubscribe pale ulipo, na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Sasa kitu cha 4, epuka kumwambia mtu majina yako yote matatu, tarehe zako zote 3 za kuzaliwa, na sehemu ambayo unakaa ama location ambayo unakaa. Inaomba nisikize kwa makini sana. Kupitia vitu hivyo vitatu kwa pamoja, mtu huyu anaweza akakuloga wewe kwa urahisi sana, kwa sababu mchawi yote ili aweze kukuloga lazima awe na hivyo vitu vitatu. Mwepuke mtu ambaye anapenda sana kukuuliza maswali mengi. Yaani kuna watu wanapenda sana kuuliza watu maswali. Ni mtu ambaye ana roho ya kuchimba chimba, ni mtu ambaye ana roho ya kufukua, ni mtu ambaye ana roho ya kuuliza kila kitu. Yaani kila kitu kuhusiana na maisha yako anataka kujua. Majina katika ulimwengu wa kiroho ni kama namba ya simu ya mtu. Yaani mimi ili niweze kupata wewe katika ulimwengu wa kiroho, ili niweze kunasa mawimbi yako wewe katika ulimwengu wa kiroho. Na ndio maana Yesu alikutana na lile pepo, akamuuliza kwamba wewe ni nani? Akamwambia sisi ni jeshi, maana yake tuko wengi, ni legion sisi. Kwa nini Yesu alimuuliza pepo lile jina lake? Ni kwa sababu majina katika ulimwengu wa kiroho yanaweza kutumika kwa ajili ya kutrack information zako. Lakini pia sehemu ambayo unakaa ama location inaweza ikatumika kuweza kuyatuma kwenye maisha yako yale mashambulizi ambayo unapitia wewe siku ya leo. Kama bomu tu, yale mabomu ya masafa marefu kabla hayajarushwa lazima lisetiwe coordinate. Lazima zile coordinate zisetiwe ili kuweza kujua location ambako ile bomu litaenda kutua na kupiga. Lakini pia tarehe yako ya kuzaliwa inaweza kutumika vile vile kuweza kuangalia kwamba wewe nyota yako ni nyota gani, kwa sababu hata Yesu alipozaliwa nyota yake ilionekana. Ina maana tarehe ya mtu ama siku ya mtu iliyozaliwa ni kipindi ambacho nyota yake ilikuwa inaonekana, na nyota yake inaweza kujulikana kama ni nyota ya namna gani. Sasa kitu cha 5 ambacho utakiwa kumwambia mtu yote yule ni historia ya maisha yako. Epuka kumwambia mtu yote historia ya maisha yako, kule ulikotokea na namna ambavyo ulikuwa unaishi. Yaani ile mikasa ambayo umepitia kwenye maisha yako, vita ambavyo umepitia kwenye maisha yako, nyie kwenu mko wangapi, ulielewaje, wazazi wako walikuwa na maelewano, walikuwa hawana maelewano, wazazi wako walikuwa na migogoro ama walikuwa hawana migogoro. Mtu anaweza kutumia information hizi ama taarifa hizi ili kuweza kukuloga. Mtu anaweza kutumia information hizi kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Mtu anaweza kutumia information hizi kwa ajili ya kukuharibu wewe. Mfano mdogo tu, hata katika ile hali ya kawaida, kuna watu ni wabaya. Mtu akijua kwamba kwenye maisha yako ushaikoseaga wapi, anaweza akaanza kukuhukumu kwa makosa yako ya zamani. Ni watu wangapi baada ya kujua makosa yako na weakness zako ambazo umekwisha kuzifanya nyuma walianza kukuheshimu? Ni watu wangapi baada ya kujua vitu ambavyo ulifanya zamani walianza kukuchafua? Na ndio maana huwa nawaambia watu, hata kuna baadhi ya shuhuda sio za kutoa mbele za watu. Kuna baadhi ya shuhuda sio za kusema. Kuna baadhi ya shuhuda inabidi ibaki kuwa siri yako wewe na Mungu wako. Kwa sababu watu hata kama umebadilika na umeacha vitu hivyo ulivyokuwa unafanya zamani, watu wanaweza kutumia shuhuda hizo kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Watu wanaweza kukujudge kupitia mambo yako ya nyuma. Kama umekwisha kuambia watu vitu hivi ambavyo unatakiwa kuambia na nimevitaja siku ya leo mahali hapa, unatakiwa ufanyaje basi? Jambo la kwanza utakalofanya, chukua Biblia yako na fungua kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 10 na mstari wa 4 inayosema silaha zetu si za mwili, lakini zina uwezo katika roho hata kuangusha ngome. Kwa utaingia kwenye maombi, utamwambia Mungu, inaangusha kila ngome ya adui ambayo imesimama kupitia maneno ambayo niyasema, kupitia vitu ambavyo nilisema, kupitia mambo ambayo niwashirikisha watu na sikutakiwa kuwashirikisha watu, na vitu hivyo vimeleta vita siku leo kwenye maisha yangu. Mungu nasimama kinyume na kila nguvu ya adui, nasimama kinyume na kila mamlaka ya kishetani ambayo imesimama kwenye maisha yangu, ambayo inazuia mimi kuweza kupiga hatua. Lakini jambo la pili utakalolifanya, utafungua kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4 inayosema kwamba kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Kwa utaingia kwenye maombi utasema hivi: Mungu, najua shetani kuna mambo ambayo amenitegea, kuna vitu ambavyo amenitegea kupitia maneno yangu mwenyewe ili niweze kuanguka. Baba, natamka kuanzia sasa mimi ni mshindi kwa sababu nimezaliwa kupitia wewe. Mimi ni mshindi kwa sababu ninapendwa na wewe. Mimi ni mshindi kwa sababu nalindwa na wewe. Sitaangushwa na maneno yangu ya kinywa changu mwenyewe. Jambo la tatu utakalofanya, utafungua kwenye kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 10 mstari wa 19 inayosema kwamba tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na pepo wabaya. Kwa utaingia kwenye maombi utasema, Mungu, umenipa mamlaka ya kukanyaga nguvu za shetani, kukanyaga kila pepo ambayo inainuka, kukanyaga kila majina ya shetani ambayo yanatumwa kwenye maisha yangu kupitia siri ambazo nilisema, ambazo sikutakiwa kuzisema kabisa. Mungu, kuanzia siku ya leo nakanyaga nguvu hizo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nguvu hizo hazitaweza kunishinda. Nguvu hizo hazitaweza kunipinga kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Utakapofanya hayo mambo matatu ambayo nimekwambia siku ya leo, na kuhakikishia yale mambo yote ambayo ulikuwa umesema na watu walikuwa wanatumia ili kuweza kukuloga na kuharibu maisha yako, hayataweza kukushinda kabisa. Kama umebarikiwa na video hii na unatamani kuweza kusupport huduma hii kwa njia ya sadaka, basi utatoa sadaka zako kupitia namba zetu ambazo zinaonekana hapo chini ya screen yako. Utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu akuzidishie pale ulipotoa na Mungu akuongezee zaidi katika jina la Yesu. Amen. Kama una shida binafsi ama unatamani kuweza kuonana na mimi au unatamani uweze kufika kanisani kwetu, unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako wa kulia chini wa screen, ukanitafuta, ukanipigia mara moja. Usitume message yako, ila nipigie moja kwa moja. Au kama unatamani kuweza kujiunga na channel yetu ya WhatsApp kwa ajili ya maombi, unaweza ukachukua namba hizo za simu na ukatuma message yako WhatsApp, ukaandika neno ni unge. Kama umejifunza kitu kupitia video yetu hii ya leo, comment pale kwenye comment section, nimejifunza kitu.
au tuandikieni kitu gani ambacho umejifunza siku ya leo kupitia video hii. Na muda huu tumefikia mwisho video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya ya kiroho uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na inakubariki, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.